Machi 24, 2025 kutoka hapa katika ofisi za Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Simiyu. Leo hii Jeshi la Zimamoto na Uokoaji limewapandisha vyeo baadhi ya askari wake katika mkoa huu wa Simiyu. Zoezi ambalo limeweza kufanywa na Kaimu Kamanda wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa huu wa Simiyu, Faustini Mtitu, kwa niaba ya Kamishna Jenerali wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji hapa nchini. Kamishna Jenerali wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji amewapandisha cheo askari 8 waliohudhuria na kufaulu mafunzo ya cheo cha sergeant na cheo cha koplo kuanzia tarehe 24 mwezi wa 3 2025. Waliopandishwa cheo kutoka cheo cha koplo kuwa sergeant wa Zimamoto na Uokoaji ni 7 na waliopandishwa cheo kutoka cheo cha constable kwenda koplo ni askari 1. Mimi mrakibu msaidizi wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Faustini Mtitu, kwa niaba ya Afande Kamishna Jenerali wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, ninakuvisha cheo cha sergeant kutoka cheo cha koplo wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji leo tarehe 24 Machi 2025. Natumia fursa hii kwa niaba ya Afande CJF kuwapongezeni sana ambao umepanda vyeo hivyo, kwa sababu natambua haikuwa rahisi. Sio sadaka kwamba umelala ukaamka ukakutana na cheo. Kupanda cheo sio kuongezeka mshahara, sio kuongezeka stahili. Lengo la msingi la kupanda cheo ni kuongezeka majukumu ili tukatende kwa ufanisi zaidi, kwa kujiamini zaidi, kwa maana ya kwamba sasa tuna vyeo ambavyo vinatuwezesha kumudu majukumu yaliyopo mbele yetu. Tunategemea sasa hivi mienendo na tabia yenu itaonesha kwamba nyie ni masergeant na wengine ni makoplo. Sio maconstable kama mlivyokuwa zamani na sio makoplo kama mlivyokuwa zamani. Kwa mienendo na tabia yenu isabifu kwamba nyie ni viongozi. Hatutasita kuchukua cheo chetu kwa yeyote ambaye atashindwa kukitendea haki, kwa maana ya kufanyia vyema majukumu yake, lakini na kuonesha tabia na mwenendo mwema. Lazima tukaoneshe wafuasi tunaoongoza kwa matendo kwamba sisi ni viongozi. Nimshukuru sana Afande Kamishna Jenerali kwa kunipandisha cheo, kwani cheo nimekipokea vizuri sana, na cheo hiki cha sergeant nitakifanyia kazi kwa weledi, kwa ufanisi zaidi na kutekeleza majukumu kwa weledi zaidi. Kwenye kupanda cheo kutoka cheo cha awali ambacho nilichokuwa nacho, imeniongezea morali wa kufanya kazi kwa weledi. Vile vile imeniongezea hali ya kutenda yale yote ambayo tumeelekezwa kwa mujibu wa sheria. Naahidi kwamba yote ambayo nimeelekezwa kwenye sheria ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji na viongozi wangu wote kuyafanya na kuyafuata yale yote ambayo nitakuwa naelekezwa mara kwa mara. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.